Mataifa ya Ulaya hasa ya Magharibi yamekosa uwezo wa kuongoza tena katika ulimwengu na badala yake yanatumia nguvu na vitisho kwa ajili ya kuharibu usalama wa maeneo mengine katika ulimwengu. Na hii ni moja kati ya ripoti ambayo wachambuzi wa mambo wameiangazia juu ya namna mataifa hayo yanavyotafuta njia ya kuweza kutaka kukubalika kwa mataifa mengine ulimwenguni. Mataifa ya Magharibi, ikumbukwe, ni miongoni mwa mataifa ambayo katika karne za 17, 18, 19 mpaka 21 yalitengeneza mazingira ya kuweza kutawala katika maeneo mengi na hatimaye kugawana maeneo katika ulimwengu katika kile kilichoitwa ukoloni. Lakini katika karne ya 21 hali ya ukoloni iliisha kwa kiasi fulani, lakini bado mataifa hayo yalitengeneza njia ya kuweza kutawala mataifa masikini. Wachunguzi wachache wakubwa wa siasa za kimataifa wanatilia shaka kwamba Ulaya Magharibi kwa mara nyingine imekuwa mojawapo ya vyanzo hatari zaidi vya ukosefu wa utulivu duniani. Ni hitimisho chungu likizingatiwa kwamba agizo zima la baada ya mwaka 1945 uadui wa Magharibi na mataifa mengi ulimwenguni ulielekezwa zaidi katika mataifa ya Afrika na Asia na Amerika ya Kusini. Moja kati ya mambo muhimu waliokuwa wanatafuta ni kutafuta rasilimali za maeneo hayo, lakini mwito wa ulimwengu ulisababisha nchi hizo kuachia makoloni hayo na kuleta uhuru kwa nchi zote ulimwenguni. Lakini kadri miaka ilivyozidi kwenda, uadui wa watu wa Magharibi waliuelekeza zaidi kwa mataifa ya Urusi, na Urusi, kumbuka, ni moja kati ya mataifa jirani na mataifa Magharibi na mshirika mkuu wa kibiashara kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, China iliongezwa katika orodha hiyo, kwani ni moja kati ya taifa ambalo lilikuja kukua kiuchumi baada ya kuwa huru. Lakini chanzo cha yote ni baada ya mataifa hayo kuachia makoloni na kushindwa kuchukua rasilimali kama walivyokuwa wakichukua watakavyo, na hatimaye hali ya kiuchumi ikayumba kwao. Ingawa baadhi ya mataifa yakaamua kujitengeneza kiuchumi, mfano wa China, ambapo sasa China ina uchumi mkubwa kuliko mataifa ya Magharibi, ambapo ikitajwa uchumi wa ulimwengu inatajwa China pamoja na Marekani na mataifa mengine yanafuata. Na hivyo mataifa haya yakaongeza chuki dhidi ya China ambayo imetengeneza ukaribu na Urusi. Kwa upande wa Urusi ni vita vya muda mrefu, vita baridi, wakati Urusi ikiongozwa katika kile kilichoitwa Umoja wa Sovieti, ambapo mataifa Magharibi kwa kushirikiana na Marekani walitafuta mbinu za kuweza kuondoa mfumo wa kijamaa ambao ulikuwa ukiongozwa katika enzi za Usovieti. Mataifa mengi yaliyokuwa ya kijamaa ikiwa ni pamoja na China, Cuba na mengineyo ulimwenguni yalikuwa yakitengwa na mataifa Magharibi kutokana na kwamba mifumo yao hairuhusu unyonyaji. Hii ndio sababu ambayo mataifa hayo mpaka leo hii yamekuwa kitumia nguvu kubwa katika kuyatishia mataifa kama vile China, Urusi na mengine yote ambayo yapo katika mifumo ya utawala wa kijamaa, kwamba hayaruhusu unyonyaji na wala hayakuwapa nafasi watu wa Magharibi katika kuteka rasilimali za mataifa mengine. Mizizi ya tabia yake ina kina kirefu. Sababu ya kwanza ni sababu za ndani. Tangu katikati ya karne ya 20, jamii za Ulaya Magharibi zimeunganishwa isivyo kawaida. Wasomi wao wamebobea sana kuzuia machafuko ya ndani mwao, machafuko ya kijamii, uasi wa kiitikadi na unyanyasaji mkubwa wa kisiasa, vyote vimefifia ndani ya mataifa hayo. Lakini mara kadhaa wamekuwa wakichochea fujo upande wa mataifa mengine. Kumekuwa na mapinduzi ya mara kwa mara katika mataifa ya nje ya Magharibi, na hii yote imekuwa ikisababishwa na mataifa hayo ya Ulaya. Hata hivyo, mataifa haya ya Magharibi yametengeneza mazingira ya kuwa na vibaraka katika mataifa mengi ulimwenguni, hasa mataifa ya dunia ya tatu, mataifa masikini, lakini pia na hata kutengeneza mazingira kwa mataifa makubwa kama China na Urusi, licha ya kwamba wamekuwa wakishindwa namna ya kuweza kutengeneza mazingira ya kuyadhoofisha mataifa haya. Hata hivyo, mataifa hayo kwa sasa hakuna namna wanaweza kufanya mbele ya Urusi na China pamoja na Korea Kaskazini na mataifa mengine ambayo bado yanaendesha mifumo yao ya kijamaa zaidi ya kuonyesha vitisho. Huko Urusi ni nchi za Magharibi ambazo zimetengeneza mazingira ya kutokea kwa vita kati ya Warusi na wa Ukraine, ambapo walikuwa wakitaka kuitengeneza Ukraine kuwa sehemu katika NATO, jambo ambalo hadi wakati huu limekuwa ni gumu mno. Kwa upande wa China walikuwa wakipambana juu ya kuidhoofisha kiuchumi, lakini pia hilo linashindikana. Lakini bado mataifa hayo ya Magharibi yamekuwa yakileta mazingira ya kuchochea vurugu katika bara la Afrika pamoja na Asia, jambo ambalo hadi wakati huu mataifa mengi yameingia katika migogoro kutokana na falsafa zinazotumiwa na watu wa Magharibi kwa watu wa mataifa hayo, hasa yale yanayoitwa mataifa ya tatu ama dunia ya tatu.
Mtazamaji wa The World News, kuna mengi ambayo yamefanywa na mataifa haya ya magharibi, lakini kimsingi mataifa haya yamedhoofika kiuchumi na yamepoteza nguvu ya ushawishi ulimwenguni, na hatimaye kutumia vitisho, lakini pia kutumia njia nyingi kuweza kutengeneza mazingira katika mataifa mengine ili yaweze kukubalika, licha ya kwamba hili bado linakuwa ni jambo zito kwao. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.